Cha kwanza, kama DMO alivyosema, tuna kitita ambacho kitakuwa ni kitita cha bima ya afya kwa wote ambacho kinaitwa kitita cha jamii, ambacho bei yake itakuwa ni shilingi 1,500,000 kwa kaya. Na kitita hiki nitaenda kukielezea, na kama DMO alivyokielezea kina huduma 372. Kwa kaya ambayo itakuwa na kitita hiki cha bima ya afya kwa wote, ambayo itakuwa imelipia shilingi 1,500,000, itakuwa na haki ya kupata huduma katika vituo mbalimbali nchini vilivyosajiliwa na kutoa huduma za bima ya afya kwa wote, ambavyo atakuwa na haki ya kupata, kaya hiyo itakuwa na haki ya kupata huduma 372 kupitia kitita hicho cha bima ya afya kwa wote. Lakini NHIF pia itakuwa na vitita vingine vya ziada tofauti na kile kitita cha bima ya afya kwa wote cha 1,500,000. Vitita hivi vya ziada vipo mpaka sasa hivi vinaendelea. Kitita cha bima ya afya kwa wote kitazinduliwa na Mheshimiwa Rais kama DMO alivyotuambia, lakini vitita hivi ambavyo ni vya ziada mpaka sasa bado tunavyo. Kwa mfano, NHIF tuna kitita cha wanafunzi, yani bima ya afya kwa wanafunzi, ambayo yenyewe itaendelea kama kawaida, itakuwa ni shilingi 50,400 kwa mwanafunzi mmoja kwa mwaka mzima. Lakini vile vile tuna kifurushi kingine ambacho ni cha toto afya ambacho ni shilingi 1,500,000 kwa mwaka. Hii ni mtoto ambaye sio mwanafunzi. Yawezekana unaweza kuwa na mfanyakazi wako wa ndani, unahitaji awe na nini? Awe na bima ya afya, au mtoto wa jirani yako umeona wema uweze kumkatia bima ya afya. Anaweza kuwa mtoto wa mjomba wako, anaweza kuwa mtoto wa ndugu yako, au yeyote, mtoto yatima unataka kumkatia bima ya afya kupitia kifurushi cha toto afya. Ni shilingi 1,500,000 kwa mtoto kwa mwaka mzima. Lakini vile vile tuna kifurushi kingine kinaitwa Talangile afya. Hiki nacho ni kifurushi cha ziada ambacho kinaanza kwa kiwango cha chini cha 168,000, na Mtanzania anaweza akapata huduma ambazo ni za ziada tofauti na kile kifurushi cha bima ya afya kwa nini? Kwa wote. Hivi vifurushi vya ziada tu vina maana gani? Vinakuwa na huduma zile za bima ya afya kwa wote na zingine zaidi ya zile bima ya kile kifurushi cha bima ya afya kwa wote. Kwa maana ya kwamba mtu akikata vifurushi hivi anapata huduma zaidi ya zile 300 ngapi? 372 tulizozisema. Ndio maana zinaitwa vifurushi vya nini? Vya ziada. Kwa mtu ambaye atataka ziada ya zile 372 atakuja kukata vifurushi hivi ambavyo tumevisema. Kifurushi kingine ni Ngorongoro afya ambacho kinaanza na shilingi 240,000 kwa mtu mmoja kwa mwaka mzima. Kifurushi kingine ni Mikumi, na kifurushi kingine ni Serengeti, cha mwisho ni Tanzanite. Kwa katika vifurushi hivi ambacho kitakuwa na huduma nyingi za ziada kinaitwa kifurushi cha Tanzanite. Ndio maana unaona hata bei yake inakuwa ni kubwa kidogo. Kinafuatiwa na cha Serengeti kwa wingi wa huduma, kinafuatiwa na Mikumi kwa wingi wa huduma, kinafuatiwa na Ngorongoro, kinafuatiwa na Tarangire. Hivyo vifurushi vingine vya wanafunzi na vyenyewe vina package yake tofauti na hicho cha toto afya. Lakini tumeboresha pia vifurushi hivi vya ziada. Sasa hivi unaweza kujisajili kwa makundi. Zamani ilikuwa ni kusajili tu mtu mmoja, lakini kwa sasa hivi kama unahitaji kuingia na familia yako kwenye hizi bima za afya za ziada unaweza kujiunga. Kwa majina naitwa Rachel Makalanzi, mimi ni katibu wa afya hospitali ya wilaya ya Kwimba. Hapo kikubwa ninachoona ni kujikita sana katika kusambaza elimu kwa jamii. Kwa maana kwa kushirikiana kama tulivyoanza hapa kuwa pamoja kwenye huu mkutano hapa na watu ambao wanakutana moja kwa moja na jamii, ambao tutasaidiana kwa ukaribu sana kwenye kusambaza elimu kwa jamii ambao ndo tunategemea watakuwa walengwa au wahusika moja kwa moja kwenye bima kwa wote. Mwananchi atakapokuwa na bima itamsaidia kupata huduma za afya kwa urahisi, kwa sababu tunajua kuna dharura za kiafya ambazo zinaweza zikaja kwenye kipindi ambacho mtu huna cash, lakini ukisha kuwa na bima ya afya ina maana una uhakika wa kupata huduma hizo za afya kwa muda wowote, huenda hata kwa kituo cha afya, kituo cha kutolea huduma chochote. Rai yangu kwa wananchi, nafikiri hii idea ya kujiunga kwenye bima ya wote ni nzuri sana, kwa sababu pia itaenda kutusaidia sisi kupata huduma za afya kwa kirahisi kwa muda wowote bila kujali hali ya uchumi ambao unakuwa nao kwa muda huo, lakini pia itatuwezesha kwa ujumla kuwa na afya njema ili tuweze
kufanya uzalishaji na kuongeza pato la taifa letu kwa ujumla. Naitwa Sabana Rushu Salinja, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kwimba. Ninachotaka kusema kuhusu bima ambayo Mheshimiwa Rais ameisisitiza sana ili kila mmoja awe na bima katika nchi yetu ya Tanzania. Ni jambo ambalo linafanya Watanzania kuwa na nafasi ya kujiamini kwa habari ya matibabu, na hii itawafanya Watanzania wote wapate huduma kwa pamoja bila kujali utofauti. Kwa hiyo Watanzania, mimi nataka kusema tu kwamba bima ni kitu muhimu sana, kinakufanya uwe na uhakika wa matibabu, lakini pia kinakufanya kiafya uwe na afya nzuri, kwa sababu muda wowote ule utakaohitaji hata kufanya check up utaenda kuchekiwa. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba bima kwa maana nyingine inasapotiana kwa kila pande. Leo wewe unaweza ukaugua kesho, lakini unaendelea kumlipia bima yule ambaye aliyoko hospitali. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amefikiria jambo jema sana kutokana na hii bima ya wananchi wa Tanzania.